Hehe. Kila moyo unapodunda, unadunda kwenye viwanja. Nikukumbushe tu, weka pause, kunywa maji, alafu kumbuka, hii haina kipengele, labda uje nacho wewe bosi. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Ukimaliza hapo sasa, kumbatia kodi ya Frequency. Ukumbukwe ni channel namba 1 kwa ubora wa habari za michezo, kujua tetesi za usajili, mahojiano mbalimbali ya wachezaji. Bwana, Abraham Morris ni moto wa kuotea mbali, yani hii imewakuta paka wadau wa huko nje. Ameni kocha mkuu wa klabu ya soka ya Esperance Deportivo de Tunis ameamua kukili na kupiga kifua kusema kwamba Abraham Morris is the one and only, ni mmoja tu katika taifa hili la Tanzania. Yes, huyu kijana bwana, kumbuke katika usajili wake palikuwa hakuna mbwembwe sana, palikuwa hakuna mambo mengi, lakini amechokuja kukionyesha ni kikubwa zaidi ya kile ambacho watu wanakifikiria. Amefanya jambo ambalo kimsingi kila mmoja analielewa. Huyu jamaa unaweza kumfananisha na Luis Jose Miquissone katika ubora wake. Nakumbuka Luis Jose Miquissone aliwahi kuwa Simba, na kati anachezea Simba alicheza katika kiwango kikubwa sana, afu kiwango bora zaidi ni hiki ambacho anakionyesha Abraham Morris. Tazama siku ya leo ambayo imekuwa siku ya hatari kweli kweli kwa Mbeya City, ambaye amekuja kukutana na Simba ambaye ametoka kujeruhiwa mara 2 mfululizo. Sasa Morris ameonyesha ni kwa namna gani ni mchezaji wa viwango vya hadhi ya juu, na ni kwa namna gani amekuwa ni mchezaji mwenye kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo goli 3 ambazo zimefungwa na Simba ni goli ambazo zilikuwa ni za ubora wa hali ya juu. Abraham Morris dakika 28, Jonathan Soa dakika 38, huku Mohamed Bajaber dakika 87. Yes, kiwango bora zaidi ambacho kimeonyeshwa, ni kiwango kizuri ambacho kimetoka kwa Abraham Morris. Kocha mkuu wa klabu ya soka ya Esperance Deportivo de Tunis anasema kwamba Simba sasa hivi ni dude kubwa sana ambalo lipo katika kiwango kikubwa, lakini kuna kijana mmoja amekuwa akimfuatilia katika mechi tofauti na amegundua huyu kijana ana kiwango au kipaji cha aina yake cha pekee kabisa. Kijana anajua namna gani ya kuidrive timu ipate matokeo na timu isimame katika nafasi zake zote. Timu inacheza, lakini kijana anaichezesha na anaifanya iende katika mwenendo ambao yeye anautaka. Abraham Morris unaweza ukamtaja kwa namna tofauti, lakini jina lake tu liache hivyo hivyo. Bwana, kama ambavyo unashuhudia, anaweza kucheza kama winga ya kushoto, lakini akitokea katikati ndio mbaya zaidi, mwenye kiwango kikubwa na kizuri sana. Ikumbukwe katika msimu 2018-2019 Luis Jose Miquissone alikuwa katika level hizo, na Luis Jose Miquissone aliwahi kufanya makubwa ambayo anafanya leo huyu bwana Morris Abraham, kwa sababu Luis Jose Miquissone kwanza alikuwa huwezi ukajua anatumia mguu gani, anakuadhibu dakika gani, lakini alikuwa ni flexible sana, yani mwepesi sana katika kufanya maamuzi, na ni jambo ambalo lilimfanya awe mtu mmoja ambaye ni wa thamani sana, kitu ambacho kilimfanya mpaka National Ahli wenyewe wakagonga mlango Simba Sports Club. Sasa kuna hatari inawezekana Abraham Morris msimu unaokuja Simba wasipojipanga na kujishikilia vizuri, wanaweza wakamkosa, kwa sababu naye ashaonesha ukali wa hali ya juu mno. Kiwango chake kimekuwa ni exceptional, yani ni cha ubora wa hali ya juu mno. Sasa hii inaweza ikawa ngumu sana, inaweza ikawafanya Simba wamkose mchezaji kwa hivi wanaona, au hivi wanashuhudia, kwa sababu mara nyingi sana tumeshuhudia wachezaji wengi kutoka Simba wamekuwa wakiondoka. Tulimshuhudia Mbwana Ali Samata ambaye ni mzawa wa Tanzania, kiwango kikiwa kikubwa, exceptional, bora wa hali ya juu, akaweza kuwashusha paka akaenda paka TP Mazembe, mwisho wa siku akaingia mpaka Case Jenk. Sasa leo tunapata tena zao lingine lipya kutoka hapa Tanzania, mwamba kwa kweli. Huyu ni Abraham Morris ambaye amefanya mpira kufanya kitu cha kawaida kabisa, kiwango chake bora zaidi. Anacheza katika line ya chini kutoka kwenye formation ya 4-2-3-1, formation ambayo imekuwa ni nzuri katika uelekeo na nzuri kabisa, kwa sababu kijana anatoka kama winga lakini anakuja kuchezea katikati kama namba 10. Sasa akicheza kama namba 10 anaweza akasambaratisha kingdom zote ambazo zinakuwa zimemzunguka, kwa sababu tayari anakuwa anajua wapi pa kuanzia mashambulizi, watu wa muda gani wa kutengeneza nafasi na muda gani wa kufunga. Dakika 28, dakika chache sana kwa
mpira wa miguu kuweza kupata bao, lakini ni dakika ambayo imewafanya Simba wenyewe tu kuwa katika mchezo na kupata nguvu zaidi. Mimi nadhani hili ndicho ambacho Simba walistahili kukipata katika dakika zote, kwa sababu kiwango kimekuwa kikubwa na wamecheza katika performance nzuri. Kiwango ni bora, kiwango ambacho kinajieleza na kinawapa mushkeli wao kuendelea kufanya hivyo. Ikumbukwe katika msimamo wa ligi ambao Simba wapo mpaka hivi sasa, msimamo wa ligi ni kwamba JKT Tanzania ndiyo anashikilia nafasi ya kwanza akiwa na michezo 10, point 17, goal difference ni 4, huku Pamba Jiji akiwa na michezo 8, goal difference 5, alama 15. Young Africans nafasi ya 3 akiwa na michezo 5 tu, akiwa na magoli 10 na point 13. Mashujaa alama 9, goal difference 1, alama 13 kama za Yanga, lakini Simba akiwa nafasi ya 5 akiwa na michezo 4 tu, lakini pia akiwa na goal difference 10, alama 12, huku Namungo akiwa na michezo yake Namungo akiwa na michezo 8, huku akiwa hana goli lakini akiwa na point 12. Bado mvua inanyesha, tuone wapi panavuja, na hapa ambacho wanakifanya Simba wanazidi kujisogeza vizuri. Kumbuka Young Africans yeye yuko juu, lakini ana sare moja ambayo tayari ashaipata. Hapa tu kazi ni kwa mnyama mkali kuendelea kumaintain consistency.